الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la fasihi kupitia diwani ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na leo tupo ukurasa wa 51 kwenye shairi lenye kichwa cha habari kinachosema makarimul akhlaq, tabia njema. Makarimul akhlaq, tabia njema. Anasema imamu, lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin. Lamma, pindi, afautu, nilipoamua kusamehe, wa lam ahqid ala ahadin, na nilipoamua kutoweka kinyongo kwa mtu yoyote. Arahtu nafsi, nilipumzisha nafsi yangu. Tangu nilipochukua maamuzi kama hayo, arahtu nafsi, nilipumzisha nafsi yangu. Min hammil adawati, kutokamana na mawazo ya uadui. Min hammil adawati, kutokamana na mawazo na stressi za uadui. Tamam. Al-adawat ni jamu ya adawa. Adawa ni mufrad, adawat jamu yake, kama ilivyokuwa aduun ni mufrad ya adui na jamu yake a'daun. Tamam. Kwa hiyo Imamu na Shafi'i anasema tangu alipochukua maamuzi haya, maamuzi ya kumsamehe yule aliyemkosea yeye na maamuzi ya kutokuweka kinyongo kwa yoyote yule, aliipumzisha nafsi yake, aliipa burudani nafsi yake, ikatulia na kupoa kutokamana na mawazo ya uadui. Naam, unapokuwa si mtu wa kusamehe na unapokuwa ni mtu wa kuweka vinyongo na watu, hautaki yaishe, unakuwa ni mtu ambaye unaishughulisha nafsi yako, unaishughulisha nafsi yako muda wote, unafikiria nitafanya hivi, nitamjibu vile, nitamfanyia vile na yeye. Kwa hiyo jambo lililokuwa bora ni kuchukua uamuzi kama aliochukua Imamu na Shafi'i. Utaona nafsi yako inavyopumzika na kufikiria wengine. Utaona nafsi yako inavyopata nafasi nzuri na wakati mzuri wa kufikiria maisha yako na kuacha kufikiria ya wengine. Tamam. Imamu na akaendelea kusema, inni uhayyi aduwi inda ru'yati. Inni, hakika mimi, uhayyi aduwi, ninamsalimia adui yangu, inda ru'yati, pindi ninapomuona. Liadfa'a ash-sharra anni bitahiyati. Liadfa'a ash-sharra anni, ili nijiondoshe shari kwangu mimi, bitahiyati, kwa kupitia zile salamu ninazozitoa kwa adui yangu. Na hili jambo la kutoa salamu, hata kama mtu amekukosea, hata kama mtu una uadui naye, ni jambo ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Tasafahu yadhhabu alghillu ankum, pia nini mikono, yadhhabu alghillu ankum, vile vinyongo ambavyo vimesababishwa na kukosana na kupishana katika maneno au katika vitendo, vitawaondokeeni. Tamam. Na ndiyo dawa hiyo. Lakini pia hata ile salamu ya mdomo pia inasaidia katika hilo, inasaidia katika hilo. Mtu anapokukosea si mkamilifu yeye, mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia wewe pia si mkamilifu vile vile. Leo yeye ndiye amekukosea, lakini kesho na kesho kutwa utakuja kumkosea wewe.
Sasa suluhisho ni lipi? Salimie. Huyu mimi ndo nimemkosea, lakini ananisalimia. Inaonekana kama vile ameshapotezea lile kosa ambalo nimemfanyia. Nafsi yake itakuwa inapata utulivu. Utaona anajirudi mdogo mdogo. Mwisho wa siku urafiki wenu, ujamaa wenu, ukaribu wenu unarudi kama ulivyokuwa mwanzo. Tamam. Kwa hiyo tumia njia hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hivyo kwamba iwe itakavyokuwa, pachafuke patakavyochafuka, lakini peaneni mikono, kwa maana toleaneni salamu, toleaneni salamu. Akaendelea kusema Imam Shafi'i, wa udhhiru al-bishra wa udhhiru al-bishra lil-insani ubghidhu, wa udhhiru, na mimi ninadhihirisha al-bishra, bashasha. Wa udhhiru al-bishra, na ninadhihirisha bashasha, ninadhihirisha tabasamu, ninadhihirisha uso mkunjufu, lilinsani, kwa yule mtu ambaye ubghidhuhu, ninamchukia, nimemkasirikia. Kama in qad hasha qalbi mahabbatin, kama chini huku kasema kaannama, ndio sahihi zaidi, kaannama chini huku kwenye taaliki anasema hiyo kama in qad hasha imekuja katika mapokezi mengine au katika chapa nyingine ni kaannama qad hasha qalbi mahabbati, ndio sahihi zaidi. Mimi ninamdhihirishia bashasha, ninamdhihirishia tabasamu, ninamdhihirishia uso mkunjufu yule mtu ambaye ninamchukia, nina hasira na yeye. Kama in qad hasha qalbi mahabbatin, kana kwamba moyo wangu umejaa mapenzi kwa kila mtu. Kama in qad hasha qalbi mahabbatin, kana kwamba moyo wangu umejawa na mapenzi kwa kila mtu. Hii ni tabia yangu, lakini yote nafanya hivyo kwa sababu gani? Nafanya ili kuondosha ile tofauti iliyopo kati yangu mimi na mtu fulani ambaye tumekosana. Moyo wangu unauma kwa lile kosa alilonikosea, kwa ile tofauti iliyopatikana baina yetu, lakini mimi ninadhihirisha bashasha, ninadhihirisha tabasamu, kana kwamba moyo wangu mimi umejawa mapenzi hata kwa maadui zangu, kwa mtu yoyote yule, haijalishi amenikosea hajanikosea, mimi nampenda tu. Simkunjii uso, simkunjii ndita, simpe kisogo. Moyo wangu haupo hivyo. Moyo wangu unaumia, una maumivu unapata kwa kukosewa, lakini natumia njia mbadala ya kuondosha ile tofauti, ya kuondosha ule mfarakano uliopo kati yangu na mtu mwingine. Njia gani? Njia ya kumuonesha uso wa tabasamu, uso mkunjufu, yote ili yaishe. Kwa kama in qad hasha qalbi mahabbati, kana kwamba vile moyo wangu hauumii na kana kwamba moyo wangu umejaa mapenzi kwa kila mtu, lakini kiuhalisia sio hivyo, naumia. Lakini hii ni njia ya kuondosha uadui uliopo kati yangu na mtu fulani. Imamu Shafi'i anatufundisha tabia njema leo. Tamam. Walastu aslamu min khillin yukhalituni fakaifa aslamu min ahli aladawat au min ahli aladawat. Tamam, la limevutwa fakaifa aslamu min ahli aladawat. Walastu aslamu, mimi sikuwa ni mwenye kusalimika. Walastu aslamu, na mimi sikuwa ni mwenye kusalimika. Tamam. Walastu aslamu, na mimi sikuwa ni mwenye kusalimika. Min khillin, kutokamana na rafiki ambaye yukhalituni, ananikosea katika baadhi ya nyakati, akikusudia kwamba mimi sikosi rafiki ambaye hutokea muda tukawa nini, tunakorofishana, lakini urafiki wetu uko pale pale, tunakosana lakini urafiki wetu uko pale pale. Fakaifa aslamu min ahli aladawat,
vipi niweze kusalimika au vipi nitasalimika min ahli al-adawat, kutokamana na wale watu wenye uadui, watu wenye tabia ya kuzoea kukoseana na watu wengine, watu ambao maumbile yao yanafikiria muda wote kuwakosea wengine. Nitaweza vipi kusalimika kwa watu kama hao ikiwa marafiki zangu wenyewe vipenzi vyangu, watu wangu wa karibu, huwa inatokea na kukoseana nao? Vipi nitasalimika nisikoseane na watu ambao maumbile yao ni kuwakosea watu wengine? Ndio ahlul adawat, watu ambao nini, maumbile yao yameumbwa kuwakosea watu wengine. Nitasalimika vipi kwa watu kama hao? Siwezi kusalimika, lazima tuna wao watakuja watanikosea, lakini mimi njia yangu ni ile ile kama nilivyoeleza huko nyuma. Tamam. Annasu da'un wa dawa'u nnasi qurbuhum. Annasu da, watu ni maradhi, ndiyo jumla ilivyokuja, ndiyo jumla ilivyokuja, lakini anakusudia nini? Annasu da'un, watu ni wenye maradhi, watu hawasalimiki kuwa na maradhi. Maradhi anakusudia watu ni wenye kukosea. Annasu da'un, watu hawasalimiki kuwa ni wenye maradhi. Anakusudia kwamba watu maumbile yao, hali zao wameumbwa kukosea, na hakuna mtu mkamilifu. Ukimtaka mtu mkamilifu utamtafuta mpaka kinasimama kiyama, hautompata. Kwa annasu da, watu ni wenye maradhi, kwa maana watu maumbile yao namna yalivyo ni wenye kukosea, wameumbwa kukosea. Wada'un nasi qurbuhum, na tiba ya kuyaponya maradhi waliokuwa nayo watu, maradhi ambayo ni kukosea, qurbuhum ni kuwa karibu na wao, qurbuhum ni kuwa karibu na wao. Wa fi i'tizalihim qat'u almawaddati, na katika kuwatenga, katika kukaa nao mbali, qat'u almawaddat, kuna kukata mapenzi, kuna kukata mahaba, moja kwa moja atakatika. Na ndio ipo hivyo. Imamu na Shafi'i alikuwa ni msomi, alikuwa msomi hata wa ilmu al-firasa, alikuwa ni msomi hata wa ilmu al-firasa, alikuwa ni msomi hata wa ilmu al-firasa. Tamam. Napokea kisa kimoja cha Imamu na Shafi'i, alienda kusoma ilmu al-firasa mpaka akabobea katika elimu hiyo. Sasa wakati anarudi katika makazi yake, katika kitongoji chake alichokuwa anaishi, njiani ilikuwa magharibi imeshaingia, akakutana na mzee mwenye nyumba pembezoni mwa hiyo njia ambayo alikuwa anapita Imamu na Shafi'i. Imamu na Shafi'i alivyomwangalia yule mzee, ile ilmu al-firasa ilimwambia huyu mzee mtu mbaya, hafai, ni mtu mwenye khiana huyu, hafai kabisa. Imamu na Shafi'i akasema, nione firasa inavyoniambia ni kweli huyu mtu yupo hivyo au si hivyo, nione. Basi akastaajabu Imamu na Shafi'i. Kustaajabu vipi? Akastaajabu ule mzee, kampokea vizuri. Kijana wangu kutoka wapi? Giza limeshaingia na huko njiani huko mpaka ufike katika miji ya watu ni mbali, kwa nini usipumzike hapa nyumbani kwangu? Imamu na Shafi'i anashangaa, mbona firasa ameniambia huyu mzee ni mtu mbaya, ni mtu wa khiana, lakini mbona kanipokea vizuri? Akamwambia, sawa mzee wangu, mimi nitapumzika hapa kwa kuwa umenikaribisha kwako, nitapumzika. Sawa. Mzee akamwambia, pumzika hapa, mnyama wako lete nikufungie huko nyuma. Akamfungia mnyama wake. Akamwambia, umeshapata chakula? Asema bado. Akamwandalia chai, akamwandalia vitafunwa pale, vitafunio au vitafunwa.
Akamwandalia pale Imamu Shafii, kala kagaragaza, kashiba. Akaambiwa ukijisikia kulala chumba kile pale nimekiandaa, utaenda kupumzika, sawa? Imamu Shafii anashangaa, mbona ilmu alfirasa ameniambia mzee huyu hafai, inakuwaje sasa takrima zote? Ndio kitu ambacho alikishangaa hicho. Lakini kufika asubuhi sasa, kwa sababu alijiraumu sana, alisema au hii elimu hii itakuwa inanitia shaka kwa watu ambao hawana vitu fulani, vitu ambavyo elimu hii inaniambia kwamba watu wao wanavyo vitu hivyo. Akaingia shaka kiasi mpaka akafikiria asiitumie ile elimu na asiendelee kuifuatilia. Akaona kama vile amepata hasara kwenda kusoma elimu hiyo. Kwa sababu gani? Ilimuonesha ule mzee kwamba ni mtu mwenye khiana, mtu mbaya, mtu ambaye hafai. Lakini alistaajabu kwa ile takrima ya ule mzee, namna alivyomkirimu. Basi amekaa usiku mzima anafikiria, akasema hii elimu hii haifai, na nilitaka niijaribu, na nimeona kabisa ishaanza kunitia mtihani, ishaanza kunitia shaka, ishaanza kunitia dhana mbaya kwa mtu kama huyu mzuri. Basi usiku ukapita, kufika alfajiri sasa, yule mzee kufika alfajiri sasa, yule mzee anamfuata Imamu Shafii, anaambia, haya kijana, nipatie pesa yangu. Imamu Shafii anasema, pesa gani tuna mzee wangu? Yule mzee akamwambia, kwani mimi naye tunajuana? Imamu Shafii akamwambia, hapana, hatujuani. Sasa vile vyote nilivyokufanyia udhani nimekufanyia bure? Vile vyote ambavyo nimekufanyia ulidhani nimekufanyia bure? Akamwambia, mimi naona umenipokea mwenyewe, ukaniandalia vya kuniandalia hapa, ukaniambia nipumzike pale, mnyama wangu ukamweka nyuma ya nyumba huko, ukamlisha majani vizuri, amepumzika vizuri. Akamwambia, sawa, nimefanya hivyo, lakini hakuna nilichokifanya bure. Vyote vile nilivyofanya, vile vyote nilivyokufanyia vinatakiwa vigharamikiwe, na bajeti yake ni kiasi kadhaa. Hii hapa nimekuandikia kwenye karatasi, naitaka sasa hivi pesa, sababu muda umeshakwisha. Ukitaka kuendelea tuendelee kuhesabiana pesa. Imamu Shafii akasema, nimejilaumu bure, nimejitia majuto ya bure. Kumbe ni kweli, kumbe ni kweli. Sasa Imamu Shafii alikuwa ni msomi, na hichi alichokiongea hapa katika hii beti ya mwisho ni kitu ambacho kipo sahihi. Annasu dhaun, watu ni wenye maradhi. Akikusudia watu ni wenye kukosea, wameumbwa kuwa ni wenye kukosea. Wadaun nasi, na dawa au tiba ya kuyatibu maradhi hayo, qurbuhum, ni kuwa karibu na wao. Wa fi i'tizalihim, na katika kujiweka mbali na wao, kujitenga na wao. Qat'ul mawaddat, kuna kukata mapenzi, kuna kukata mahaba. Ikiwa umewakosea watu na bado ni watu ambao hauna budi, ni watu ambao hauna budi, inabidi muendelee kuwa pamoja, inabidi muendelee kushirikiana katika majambo mbalimbali, basi wewe cha kufanya anza kujiweka karibu na wao, anza kujiweka karibu na wao. Siku wamekaa sehemu fulani, pita pale, wasalimia tu, asalamu alaykum, sawa. Wataanza kusema, huyu jamaa si tumezingua naye juzi, huyu leo vipi hatusalimia, imekuwaje? Lakini ile salamu itawaondoshea kidogo ile hikdi waliokuwa nayo, sawa sawa. Kile kifundo walichokuwa nacho katika mioyo yao kitafunguka kidogo kidogo. Kisha kuto wanapita na wauliza, bwana kitu fulani bwana mlisikia, kitu fulani bwana hivi na vile. Mwisho wa siku utakuta kila mmoja unaongea naye kama zamani, mnashirikiana katika majambo kama zamani, mnasalimiana, na yale makosa yote yamefutikia mbali. Tamam. Lakini wewe unavyochukua hatua kwamba kujiweka mbali na wao moja kwa moja, kifundo kinazidi kubana, kile kinazidi kujishona kile, na wao wanazidi kutokuwa na haja na wewe. Kwa sababu gani? Wanaona pia wewe pia hauna haja na wao. Tamam.
Lakini ikiwa utatumia njia ya kujiweka karibu na wao mdogo mdogo, vifundo vile vitafunguka na yale makosa hayatakuwa na nafasi tena, na mtarudi katika nini? Mtarudi katika hali ya kushirikiana. Tamam. Kwa hiyo leo Imamu Shafi'i ametufundisha makarimul akhlaq, tabia njema, na mashairi haya mashallah ni mazuri, yamejaa mafunzo mazuri ndani yake. Wanadamu hatujakamilika. Leo umekosewa wewe, haujasamehe, kesho wewe utamkosea mwenzako, na pengine kosa lako wewe likawa ni kubwa, lina uzito kuliko lake yeye. Utapata msamaha wa nani ikiwa wewe mwenyewe hauna desturi ya kusamehe watu? Samehe watu. Tamam. Mtu amekukosea, usimkunjie ndita, uangalie tu kwa uso mkunjufu wa kawaida, itasaidia. Msalimie. Sasa umekoseana na rafiki yako, umekoseana na majirani zako, jenga ukaribu na wao, yote yataisha, na utakuwa ni mtu mwenye thamani kwa wao, hautakuwa mtu ambaye hauna thamani. Kwa sababu gani? Unatambua kwamba kuna kukosa na kukoseana, na unatambua kwamba katika haya kunatakiwa msamaha, na unatambua kwamba mapenzi yetu yaliyopo kati yetu ni kitu chenye thamani, ni kitu ambacho hakitakiwi kuvunjwa kwa kosa la siku moja, baada ya kuwa tumeishi miaka zaidi na zaidi. Tamam. Wa ila huna nantahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.